Mimi kwa miaka 3 iliyopita, mimi ndio nimekuwa karibu na baba kabisa. Aswa wakati alikuwa amepoteza kura, tulikuwa na yeye na tukaongea mambo mengi wakati tulikuwa na yeye, na kila saa tulikuwa na yeye na ule Kamau wa Raila, tukiona mpira, tukiongea mambo yetu binafsi na mambo ya siasa. Lakini wacha niseme hapa bila aibu yoyote, huyu baba, hiyo vyote mimi nimepata, yeye ndiye amenipa. Nilipoingia bunge miaka karibu 5 iliyopita, nilipelekwa kwa bunge kupitia kwa Wamali wa Kijana. Yeye ndiye alinipeleka kwa siasa. Bahati mbaya akafariki baada ya miezi 6. Miezi 6 hizo nilikuwa rafiki wa Dr. Oburu. Dr. Oburu wakati huo ndiye alinipeleka kwa Raila Amolo Odinga. Ni kuanzia wakati huo kufika saa hii tumekuwa na Raila Amolo Odinga. Na Raila amenifunza mambo matatu. Ya kwanza amesema, wewe ukitaka ufanye siasa nchi hii mpaka uwe na wananchi. Listen to what the people are saying. Ya pili, walikuwa wanafikiria Raila alikuwa a violent person. Raila was a very peaceful person. Alikuwa ananiambia, Oparanya, peace is very important to the country for the development of the country. Ya mwisho aliniambia, Bwana Oparanya, don't burn bridges. There are no permanent friends in politics. There are no permanent enemies in politics. And that's why I have decided to take you to the government under Mheshimiwa William Ruto. Na yeye amesema, wakati nilikutana na yeye mwisho, alisema nilikuwa na senator wa Migori, na alisema sisi tutakaa kwa broad based government na tuunge mkono Mheshimiwa William Ruto, na hapa ndio tutakuwa na tutaendelea kuwa hapo. Na wale ambao wamepewa nafasi ya kulinda chama, mlinde chama, mtengeneze chama kiwe na nguvu. Thank you Waziri. Chama iko na nguvu, tuendelee mbele. God bless you Waziri.